Nusu fainali ya pili katika mashindano ya kombe la muungano huko visiwani Zanzibar, Mlandege Football Club dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo ambao unapigwa katika uwanja wa Aman Complex huko visiwani Zanzibar. Tutakwenda kuangazia mchezo huu kinagaubaga mara baada ya klabu ya Simba kutinga katika hatua hiyo ya nusu fainali. Niko hapa na Shabil Daniel, jina langu ni Leopard John, tutakwenda kuangazia moja kwa moja. Shabil, ni Simba dhidi ya Mlandege, kumbukumbu inaturejesha katika michezo kadhaa ya fainali ya Mapinduzi, Simba akiwa na kibarua kizito kwenye mchezo huu. Tukianzia hapo, ni mchezo wa aina gani moja kwa moja? Ni mechi ngumu. Mechi ya Simba na Mlandege ni mechi ngumu kwa sababu Simba anaingia kwenye mchezo huu wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza fainali ya Kombe la Mapinduzi mwaka 2023 ambayo walifungwa pia na hawa Mlandege goli 1-0. Nafikiri wengi wanamkumbuka Akadanwaho, mchezaji ambaye sasa hivi yupo TRA, zamani Tabora United, Joseph Akandwanaho, Mganda. Kwa hiyo ni mechi yenye kisasi ambayo Simba leo anataka kulipa kisasi kwa matokeo yaliyotokea kipindi hicho, lakini ni mechi ambayo pia kwa Mlandege wanaitazama kama sehemu pia kuendeleza ubabe wao mbele ya Simba kwa sababu ni timu ambayo inaonekana inaenjoy sana kucheza na hizi timu za Tanzania bara. Wameshawahi kuwafunga Singida kwenye fainali, wameifunga tena juzi Singida kwenye hatua ya robo fainali, wameondosha kwenye mashindano. Wamewahi kuwafunga Simba kama tulivyozungumza. Kwa hiyo ni timu ambayo huwa na kismati na michezo hii ya vilabu vikubwa kutokea huko Tanzania bara. Kwa hiyo ugumu wa mchezo ndio uko hapa. Sawa, tuangazie mwalimu Steve Barker ambaye kwenye mchezo wa kwanza tuliona amefanya mabadiliko mengi kwenye kikosi chake. Kuelekea mchezo wa Mlandege, tutegemee nini hasa katika mbinu za mwalimu kuelekea kwenye huu mchezo, hasa katika upande wa kikosi ambacho unafikiria atakwenda kuingia nacho? Nafikiri kama atakuwa serious mwalimu Steve Barker, kaanza na kikosi chake imara ama strong squad, anaweza akatengeneza mazingira magumu kwa Mlandege, lakini kama akiendelea kushikilia msimamo wake wa kuendelea kutengeneza makibuild physical condition za wachezaji wake, basi tunaweza tukashuhudia almost kikosi kile ambacho kilicheza dhidi ya Mafunzo. Kwa sababu nazungumza hivyo kwa sababu alizungumza moja kati ya malengo ya kushiriki mashindano haya muungano ni kujenga utimamu wa mili wa wachezaji ambao wamekuwa hawapati nafasi, lakini kujenga utimamu wa mili ya wachezaji ambao walikuwa na injury za muda mrefu akiwemo Ino Luemba pamoja na kina Elim Panzu. Kwa hiyo kama ataendelea kushikilia huo msimamo, nadhani tutegemea Simba ile ile ilicheza na Mafunzo, tofauti na Simba ambao wengi wanaitarajia. Sawa, tuje tuangazie kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wanacho kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, kwa maana mchezo mkubwa dhidi ya Young Africans hautakuwa sehemu, yani mchezo wa dhidi ya Mlandege hautohusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo Mei 3. Yes, kila timu sasa hivi Simba na Yanga ukiwauliza akili yao yote ipo tarehe 3. So ndo mechi ambayo inaweza kaamua hatima pia ya ubingwa. Japokuwa zitakuwa zimesalia takriban mechi kama 10 hivi kutamatisha msimu, lakini ni mechi ambayo kila timu ukiachana na maandalizi ambayo anayafanya kwenye mashindano haya muungano, lakini purposefully ni maandalizi ambayo yanahusu pia kuelekea mchezo huo wa tarehe 3. Kwa hiyo sijajua itakuwaje kusema kweli kwenye michezo ya hizi nusu finali mbili, lakini binafsi ukiniuliza kwamba Simba anaiwaza dabi, yes wanaiwaza, lakini inawezekana wanaiwaza dabi ya tarehe 3 kuliko dabi ambayo inaweza ikatokea tarehe 29, dabi ya muungano. Sawa, tuje tuangazie Simba katika upande wa kucheza. Wameonekana wana ugumu kwenye haya mashindano, kwa maana mpaka hivi sasa wamefunga goli moja, goli ambalo limefungwa na Selemani Mwalimu. Ukijaribu kuangalia upande wa kucheza, falsafa yao Mlandege imekuwa ni timu ambayo teamwork ndio imekuwa silaha yao kubwa. Simba hatapata ugumu kama ambao waliupata dhidi ya Mafunzo, tena mara mbili zaidi ya kile ambacho watakipata. Yes, inawezekana labda Mlandege watakuwa walitazama labda mchezo ule, labda mwalimu wao ataamua labda kupita na script ya Mafunzo, kwa sababu ukicheza na Simba kwa sababu wana tatizo la
kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, lakini pia hata wakitengeneza conversion rate ama umaliziaji wao, kiwango cha umaliziaji wao cha umaliziaji wa nafasi wanazotengeneza kipo chini. Kwa hiyo ni timu ambayo ukiwa kama kocha wa timu pinzani ukaja na mbinu nzuri na wachezaji wakazi execute kwa usahihi katika mchezo husika, una angalau nafasi ya kuwapa Simba mechi ngumu ya kuondoka na matokeo kirahisi. Tazama kwenye ligi pia timu ambazo ziliamua kukaa nyuma na idadi ya wachezaji wengi ambao zimekuwa zikipata matokeo dhidi ya Simba ya sare. Lakini tazama mechi hiyo ya mafunzo ambayo umeitolea reference. Kwa Mlandege anaweza kupita mule katengeneza mfumo wa kukaa nyuma, ama hata kama sio kukaa nyuma kwa idadi kubwa ya wachezaji wengi, lakini kuhakikisha timu inakuwa organized, very compact, kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna nafasi kwenye baina ya mistari ya ushambuliaji ya Simba, lakini kuhakikisha kwamba unazuia strength ya Simba ambayo mara nyingi ipo upande wa kushoto, upande kwenye maeneo ya pembeni kulia na kushoto, ambapo labda chukulia mfano akianza mtu kama Libase, unajua ni touchline winger huyo, akianza Ura at least ana uwezo wa kwenda ndani, anaweza kaingia inside akatoka, akaingia ndani na kutoka. Ni mchezaji ambaye very unpredictable, hatabiliki huyu. Kwa hiyo ukiwazuia Simba zaidi kwenye maeneo ya pembeni, unazuia kwa asilimia kubwa threat ya wewe kudhurika kwenye lango lako. Kwa hiyo hicho ndio walichokifanya mafunzo. Walihakikisha kwamba Chasambi hapati muda wa kucheza, hawi comfortable kuingia ndani ya box. Walihakikisha bwana mdogo alikuwa anacheza Rakina Morris ambao alikuwa anacheza upande ule umeegemea sana upande wa kushoto, na wale dogo under 20 Kibaila hawapati sana nafasi ya kukati na kupeleka madhara kwenye lango lao. Hata alipoingia Libase Gay hakuwa na impact kubwa sana kwenye mchezo, kwa sababu walihakikisha kwamba wanamfanyia double marking ama muda mwingine triple, wanakaba watu watatu kwa mtu ambaye anakwenda kwenye touchline. Kwa hiyo Mlandege wanaweza wakaingia pia na hiyo plan ambayo inaweza ikawafanya Simba waka struggle kupata majibu ya kufungua ama kuwafungua na kutengeneza nafasi Mlandege, kama ambavyo tuliona kwenye mchezo dhidi ya Singida. Ukiachana goli ambalo liliruhusu Mlandege ambalo lilikuwa ni goli jepesi sana, chip goal ambalo lilifungwa ndani ya 18 yao, walitulia, waka organize, wakaanza kucheza mpira ambao wamezoea. Kwa hiyo na ni timu ambayo pia haioni aibu kucheza vile ambavyo imezoea kucheza. Mpira mzuri wa kuvutia, kushambulia, kutengeneza nafasi. Wana wachezaji pia wazuri. Mahmoud Waji Aguero ni rafiki yangu, mchezaji ambaye tangu akiwa Azam uwezo wake na ujua, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kushambulia kwa kutokea pembeni ama katikati, na uwezo mkubwa wa kufunga magoli. Alitengeneza goli la pili I think ambalo lilifungwa na Mbappe, wao wanamuita kwenye timu yao. Lakini yupo bwana mdogo mwingine kutoka Azam anaitwa Samata, alifunga goli la kwanza zuri kabisa. Kwa hiyo wana wachezaji ambao individually wanaweza wakaisababishia Simba matatizo endapo hatakuwa makini. Sawa. Tutegemee kwa nani finali? Mlandege Simba? Mlandege nampa nafasi. Sawa. Mlandege ndiye ambaye anapewa nafasi ya kutinga katika hatua ya finali na Shabel Daniel, kutokana na jicho lake la kiuchambuzi uliotukuka, na yeye tayari ameshaipatia Mlandege karata yake turufu kwamba ndiye atakwenda kucheza finali kati ya Young Africans au Azam FC, ambao nao wana kibarua kigumu kweli kweli. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopard John, endelea kusalia nasi Anwar TV.